Ya, tumerudi tena na swali tunauliza, kipi bora? Kuanza maisha na mpenzi wako au kuchelewa kuoa uweze kujipanga alafu ndio uoe? Basi leo tupo na mgeni wetu. Yeah. Nitamkaribisha kwanza kajitambulisha. He's a very good friend of ours here in radio, na sitaki nimpe CV yake kwa sababu yeye yuko hapa atajisemea mwenyewe. So karibu sana mgeni wetu. How are you? Niko poa sana. Karibu sana jamani. Asante sana. So thank you so much for being here. Nashukuru sana. Karibu sana. Hebu introduce kabla kwanza tuanze hii mada yetu. Mimi kwa majina naitwa MC Kalpita. Na MC Kalpita ni master wa events. Nikisema master wa events watu wako wanaelewa kwamba events zote mimi na host. Yeah, na nimefurahi sana leo kuwa kwenye studio za Boresha. Kwa sababu hapa ni nyumbani na nikija huwa najisikia vizuri sana. True. Yeah, na nimeguswa sana na topic ya leo kwa sababu hii ni topic mtambuka, topic ambayo inawagusa vijana. Yes. Na tunataka tuongee na vijana ambao umri wao sasa ni uko katikati kwenye mambo mawili. Yes. Mafanikio na kuanza maisha. Yes. Umeona? Kwa hiyo hapo leo tunataka tuongee, lakini siku ya leo hatutaki kutoa majibu. Sisi tunataka tuongee alafu tuwaelezee watu kwamba ukiwahi kuoa au kuolewa inakuwa hivi, alafu ukichelewa kuoa au kuolewa ukafanya mambo yako inakuwa hivi. Kwa hiyo hapo tunaenda kusimama siku ya leo. Yes. Alafu yule ambaye sasa anasikiliza Boresha Radio anaweza kuamua yeye kwenye maisha afanye kitu gani. Kwa sababu lifestyle imechange. Yes. Watu wanaelewa kwamba lifestyle imechange. Mambo yamekuwa ni mengi. Yes. Unaweza kaa uko na mtu unaishi na Dar es Salaam hapa, lakini unaweza ukashangaa mwaka umekata hamjaonana na mko hapa madadala mnapanda. Yes. Yeah, sure. Yeah, nimependa ulivyoweka introduction vizuri na umenyosha vizuri. Yeah. Sasa kwa kuanzia, kipi bora? Kuchelewa kuoa au kusubiri kuchelewa kuoa upate hela, ujenge ndio utafute mwenza, au upate mwenza mwanze kupambana na maisha? Kipi bora labda kaka? Hebu tuambie. Mimi sitaki kutoa jibu kama nilivyosema. Sitaki kutoa jibu direct, lakini nataka nitoe suggestions. Yes. Nikitoa suggestions maana yake ni hints ambazo zinamfanya kijana aweze kuelewa yeye ataamua kwenda upande gani. Yeah. Tuanze na kuchelewa. Tukija kwenye kuchelewa, kwanza tunataka tujue kwa upande wa mwanaume, kwa sababu unajua nataka niongelee sana kwenye upande wa mwanaume. True. Kwa sababu mwanaume ndio decision maker wa maandalizi ya familia mpya. Yes. Kwa hiyo nataka nikae hapo kwa mwanaume kwamba mwanaume unapochelewa kuoa sio mbaya na sio nzuri. Lakini nataka niseme hivi, unapochelewa kuoa lazima ujue unachelewa kwa sababu gani. Yes. Umeona? Unachelewa kwa sababu unataka kujiweka tayari na familia. Umeona? Unachelewa kwa sababu unafukuzia mafanikio, au unachelewa kwa sababu gani? Lakini mimi naweza nikasema kitu kimoja kwamba kwa upande wa kuchelewa kwenye uzuri, unaweza ukachelewa ukiwa unatengeneza mafanikio yako. Yes. Manake ni kwamba you are chasing your dreams. Na ukiwa una chase your dreams, unaweza ukachelewa lakini sio sana. Yaani unaweza ukachelewa lakini sio kuchelewa ile ya kwamba unakuja kuoa na miaka 45, hapana. Unaweza ukachelewa kuoa, sawa, ukaenda hata miaka 35, it's okay. Umeona? Lakini ni vyema kuweka msingi ambao unakuja kuibeba familia vizuri. Kutokana na hali ya maisha sasa hivi jinsi ambavyo yamebadilika. Yeah. Kwa hiyo kitu ambacho naweza nikasement hapo ni kwamba wewe chelewa, lakini chelewa ukiwa una makusudi. Kwamba ninachelewa kwa sababu natakiwa ni fight ili niweze kuiweka familia yangu vizuri hapo baadaye. Yes. Kwa sababu tumeona watu waliowahi kuingia kwenye ndoa na hawakujipanga na ndoa zimepotea. Ndio. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo naweza nikasema kwamba mimi wewe kuchelewa naweza nikaipa tiki kwa upande wa style hiyo. Umeona? Lakini kingine ambacho naweza nikaongea, kuchelewa kuwahi na yenyewe tuipe nafasi nyingine. Kwamba unajua kutokana na lifestyle kuna watu pia wanaweza akawa wanawahi kuoa kwa sababu fulani. Umeona? Mtu anawahi kuoa kwa sababu ya pressure. Hiyo ni kuoa au kuolewa. Anaweza akawahi kuoa au kuolewa kwa sababu ya pressure. Pressure ambayo iko nje. Sana sana dada zetu sasa hivi wana pressure sana. Hapo kwenye kuwahi. Dada zetu wana pressure sana kwa sababu mitandao inatupeleka kasi. Yes.
mtu anataka kuwahi kuolewa kwa sababu ameona saiko yake aliyokuwa nayo yote wameshaolewa. Amebaki yeye. Akiangalia umri wake ni miaka 24 inaenda 25. Maana yake ni kwamba mpaka aje apate mtu amuoe anajipigia mahesabu nitakuwa kwenye 30 tayari. Tayari anaanza kupata pressure, tayari anaanza kuforce mambo, tayari akimpata mwanaume anataka amcondense mwanaume afanye maamuzi ya haraka haraka. Hiyo unatengeneza prematurity family, umeona? Kitu ambacho kwa namna moja au nyingine mimi sikisuggest sana. Umeona? Lakini kitu kizuri ambacho naweza nikakiongezea hapo kwenye hiyo kuwahi. Kwenye hiyo kuwahi bana, kuna watu ambao wanawahi kuoa kwa sababu familia zao ziko vizuri. Ndio. Watu wanawahi kuoa kwa sababu wana uhakika na maisha. Umeona? Mtu anawahi kuoa kwa sababu anajua kuna mtu mimi amenipa tafu, nikitoka hapa naenda napambana nafanya hivi na hivi. Lakini nataka nitoe pia angalizo kwamba usiwahi kuoa kama hujajipanga. Hiyo ni angalizo, suggestion. Usiwahi kuoa kabla hujajipanga. Na siku hizi bana imekuja kuwa ni kama kitu fulani hivi mtambuka. Yaani hata mwanamke anatakiwa asiwahi kuolewa pia kama hajajipanga. Huwezi kwenda kwa mwanaume ukiwa uko sifuri, yani kimaisha hauna chochote. Lazima at least uwe una kabiashara. Kama hauna biashara basi umeshajipanga, una kwako, una nini. Angalau mwanaume aseme okay, huyu mwanamke nayemuoa ni wife material, ana 1 2 3, umeona? Ile style ya kuolewa ukiwa unatoka nyumbani kwa wazazi wako ukiwa na kibegi chako imeshakufa sasa hivi. Watu wanataka 50-50, wanataka mimi nitengeneze na wewe utengeneze, umeona? Kwa hiyo naweza nikasema kwa upande huo hapo hivyo kwanza. Mimi nataka nimefurahi sana ulivyosema, yani kwamba yani ni topic ambayo inakupa suspense, yani kwamba haikupi jibu lakini inakuacha wewe mwenyewe uchanganue. Mimi nataka nirudi kwenye swali lingine. Kuna this pressure kutoka kwa wazazi. Unakuta wazazi wakati mwingi, yani most of the time nimekutana na vijana wanasema jamani dada, mimi nina pressure kweli nyumbani. Na pressure of course unakuta paka wazazi wengine wanatishia kusema eti chelewa kuoa ukose kabisa. Labda sijui una nini la kuzungumzia. Okay fine, unatakiwa uwe na utayari, unatakiwa uwe of course mindset yako iko very okay. Lakini panapotokea sasa pressure ya wazazi, hivi mtu kama huyo sasa sijui inakuwaje, kwa sababu fine tumeshasema kwamba ni utayari. Lakini pressure ni mojawapo ya kufanya labda pia watu kuwahi au kuchelewa. Okay, pressure imebezi kwenye vitu viwili. Pressure inaweza ikawa inakusukuma kuwahi. Pressure inaweza ikawa inakusukuma usiwahi. Umeona? Hiyo pressure ambayo inakusukuma uwahi ni pressure inayotoka kwenye nguvu kubwa ambayo ni ya familia. Na hiyo pressure ambayo inakusukuma pia usiwahi ni hiyo nguvu kubwa ambayo inatoka kwenye familia. Kwa mfano, wazazi ambao wamegawanyika kwenye huo upande wa kumpushi mtu aweze kuwahi kwenda kuolewa au kuoa, si jambo zuri sana kwa sababu kwa namna moja au nyingine mnaongelea kwa sasa hivi maisha ni tofauti sana. Maisha yamekuwa tofauti. Unapotaka kujaribu kumpresha mtoto aweze kuolewa, ni kama unamtengenezea psychological torture. Ataanza kuishi uncomfortably. Ataanza kuona nyumbani hawanielewi. Ataanza kuona ndugu zangu hawanielewi. Umeona? Kwa hiyo ataanza kutengeneza mazingira ya maisha ambayo kidogo ni ya tofauti na kwa namna moja au nyingine mjini tuna outcome ya hicho kitu. Tunaiona watu ambao wamefusiwa kuolewa mapema au kuoa mapema, tunaona. Lakini pia tunaona pressure ya watu au tuseme outcome ya watu ambao walijaribu kufusiwa kuingia kwenye tukio la ndoa mapema, alafu mwisho wa siku tunaona huko mjini jinsi ambavyo walivyo. Umeona? Kwa hiyo inakuwa kidogo ina shida. Mtu anaweza akapewa pressure na familia asiwahi kuoa. Kivipi? Kwamba yeye anasema nikioa kuna vitu nitakuwa sijakamilisha. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya nitengeneze kwanza mazingira nyumbani pawe sawa na mimi niwe sawa, alafu ndo nioe. Umeona hiyo pressure? Kwa hiyo nyumbani kunampa pressure ya kwamba sio uoe, tunakupa pressure fanikiwa. Umeona? Kwa hiyo pressure ya fanikiwa itamfanya yule mtu akimbizane kwanza na maisha.
aache kukimbilia kuoa au kuolewa. Akishakaa sawa nyumbani kule, sasa ameshaweka sawa yeye kiuchumi iko sawa, kwa sababu maisha ya Kiafrika tunaelewa kwamba ukishazaliwa tu umekuwa umefikisha umri wa kujitegemea, mzazi anaanza kutegemea hapo hapo. Kweli. Simu zinaanza kuita. Na hivi umemaliza chuo, umeajiriwa, umepata kiajira chako, simu zinaanza kuita hapo hapo. Tunaomba hela hii, tunaomba hela ile. Kwa hiyo mtu anaona kama mzazi wangu ananitegemea 100%. Na bahati mbaya sana kuna wale ambao unakuta wanaishi kwenye mazingira mzazi mmoja hayupo. Kwa hiyo anatamani kufanikisha kwanza baadhi ya vitu ili aweze kuwa sawa, alafu akija kuoa mambo yanaenda vizuri. Na hiyo mimi nimeiona around my friends, nimeona kwa marafiki zangu wengi sana, nimeona ikiwa imetokea hiyo. Wengi sana wamevuta, wanakuambia bro, siwezi kuwahi kuoa kwa sababu ya 1 2 3. Wana sababu za kifamilia, umeona? Na familia zinawaelewa. Familia zinaelewa. Kwa hiyo kwenye issue ya pressure imekaa hivyo kwamba pressure inaweza kumfanya mtu akawai, pressure pia inaweza kumfanya mtu asiwai. Hapo labda kuongezea kwenye pressure. Unajua pia kuna sehemu pia nimeshaona vijana wengi hususan mtoto wa kiume. Unakuta labda wewe ni mtoto wa kwanza, familia nzima inakutegemea. Hayo kama ulivyoongelea kwamba labda of course una pressure afanikiwa. Lakini sasa pia kwa sababu ya majukumu ambayo ulionayo nyumbani, yani unawaza ukileta mke ndani au mwenza wako ndani wakati familia inakutegemea 100%, hiyo naona pia kama ni sababu kubwa. Pia unakuta ni mtoto wa kiume pia, kwa sababu yeye ndio mwenye maamuzi. Naona pia kama kidogo nayo inaleta kama sababu kubwa pia ya watu kutokuolewa, kuoa na kuoa. Of course tunarudi tena kwenye mada yetu, which one kipi bora? Hapo mimi nataka ni wakati tunaendelea, of course before tuende break. Wakati ulikuwa unaongea nilikuwa natafakari kuweza kujua, je, yani kuna faida gani mtu anapooa akiwa na kila kitu, amefanikiwa na nini? Labda sasa of course labda tuongelee upande wa kiume, kwa sababu unajua sisi mara nyingi wanawake tunakuwa sisi tunasubiri na tuna anticipate, kwa sababu mwanaume ndio kichwa, ndio provision, ndio provider kila kitu. Of course umesema 50-50. Lakini labda kuna utofauti gani unapoanza maisha wakati umesha feel like you're very stable, una kazi nzuri, una nyumba, labda nyumba sio necessarily wewe umejenga, lakini at least umepangisha, unaweza uka-afford vizuri chakula. Na kuoa wakati ndio mnaanza wote pamoja, yani labda utofauti, yani tunachambua tu like maybe kwa mtizamo wako na maybe from whatever friends and whatever you experience, kipi bora? Mnaanza pamoja, mnaenda sambamba, au mwanamke anakuta kila kitu and then mna start pamoja? Yani Okay. Sasa unajua mapenzi huwa yanaficha vitu. Mapenzi huwa yanaficha vitu vingi sana. Sasa hivi tuko kwenye situation ambayo kila mtu anatakiwa awe ni contributor wa familia. True. Na haikwepeki kwa sababu force ya maisha yanatufanya tuende kule. Na kitu ambacho naweza nikasema ni kwamba mwanamke anapoenda kwa mwanaume at least awe ana uwezo fulani. Awe ana uwezo fulani wa contribute kwenye ile familia. Umeona? Ni vyema kuanza pamoja, lakini sio kuanza sifuri. I like that. Ni vyema kuanza pamoja, lakini sio kuanza sifuri. Ukisema sina kitu na yeye hana kitu, tunakuja kuanza. Life will slap you. True. Maisha ni magumu sana kuishi wawili alafu hakuna mtu anayekuwa na uwezo hata wa kwenda mahali. Unajua mjini hapa wanakuambia jitahidi uwe na sehemu ya kwenda asubuhi. Umeona? Kwamba ukiamka asubuhi ujue unaenda wapi. Sasa kama unaanza maisha na mtu alafu mwisho wa siku nyie wote hamna mwelekeo wa jinsi gani ya kuweza kuingiza kipato, mnataka muoane alafu mtegemee kuanza maisha kwenye hiyo scratch, mtaumia sana. Ndio wale tunarudi kwamba unakuta wazazi inabidi waanze kuwalea tena nyie. Umeona? Haifai. Kwa hiyo cha msingi ni kuhakikisha kwamba wewe unaenda kuoa lazima ujiandae, useme kwamba okay, mimi naenda kuoa. Then nina nini? Natakiwa niwe na nini? Kwa sababu kuna vile vitu ambavyo ni basics. Sio lazima uwe pale, hapana. Kuna vile vitu ambavyo ni basics. Umeweza kupangisha kwako, una kitanda, unaweza kupata hiyo hela ya kula kila siku, una uwezo wa kumhudumia mwanamke ambaye utamuoa, naongelea kwa upande wa wanaume sasa. Kwa hiyo hivyo vinakutengenezea mazingira upande wako wewe unakuwa safe. Mwanamke anapoingia kwenye familia
aweze kuona kwamba mimi sio mzigo. Umeona kwamba aweze kucontribute kitu. Maana yake ni kwamba kuna uchangamfu kwenye upande A na B. Umeona? Hiyo itakusaidia wewe kuprogress. Umeona? Kwa style hiyo. Kwa hiyo kwenye utofauti wa tulikuwa tunaongelea utofauti wa kuanza pamoja, si ndio? Na kuto kuanza pamoja. Kwa hiyo ya kwanza nilikuwa naongelea ndio hiyo ya kuanza pamoja. Sasa tuje kwenye utofauti kwamba utofauti wa hivi vitu viwili umekaaje? Ni kwamba wale wanaoanza pamoja na wamewahi. Kuna jinsi lifestyle yao itakuwa. Huyu aliyechelewa na ameoa au ameolewa lakini amesha make. Ndio. Kuna jinsi lifestyle yao itakuwa. Kwa nini? Kila patakapokuwa pana kucha patakuwa ni tofauti kwa yule aliyewahi na huyu ambaye amechelewa. Na mwenye mafanikio. Na mwenye mafanikio. Umeshanielewa. Kwa sababu unaweza ukachelewa alafu huna mafanikio. Kwa hiyo decisions zile zitakazokuwa zinafanyika kwenye house number A zinaweza zikawa tofauti na house number B. Kwa sababu wale walikuja kuanza maisha wamefanikiwa. Hiyo tunaiona hata kwa marafiki zetu. Kwa mfano kuna marafiki zangu ambao wamebahatika, unakuta mke amesoma, mwanaume amesoma, wamevumiliana tangu chuoni. Bwana huyu amepata kazi na mimi nimepata kazi. Mwanaume analipwa milioni 5, mwanamke analipwa milioni 2. Ina maana ndani ya mwezi wanaingiza milioni 5 wote wawili. Umeshanielewa? Wewe ulisema ngoja niwahi kuoa, tuanze kwenye scratch, unakuja kugundua kwamba wewe ni unga. Kwa hiyo hata kumnusa yule ambaye yeye alishasubiri na kufanya nini hauwezi ukafika. Decision making zinakuwa tofauti. Yule atawaza maisha ya kumpeleka mtoto wake kwenye shule nzuri, wewe utashindwa. Atawaza kila siku asubuhi, mchana, jioni wale nini, wewe utakuwa kwenye constant formula. Umeona? Utofauti unakuwa hapa. Atamka asubuhi alishajiwekeza, ana maendeleo yake, ana gari, ana nini. Wewe utamka asubuhi kwenye daladala. So lazima kutokuwa kuna huo utofauti. Utofauti lazima uwepo. Wow, mimi nimependa ulivyoelezea kwamba kumbe kuna utofauti lakini kuna ubora kidogo, angalau mkianza mmechelewa lakini at least nyinyi wote mna maendeleo fulani kwa sababu unaweza ukawahi pia lakini hamna chochote. Kwa at the end of the day tunarudi kule kwamba mnaanza kuchoshana kwa sababu definitely kuwahi na kama if you have nothing pia ni changamoto. Lakini kingine nimekichukua nikakipenda zaidi ni kwa sababu umesema angalau muoaji ambaye ni mwanaume. Unaposema huna chochote, yani mnaanza pamoja, angalau mwanaume anatakiwa aanze awe na chochote. Awe na kitu Mimi naweza nikakwambia kitu kanisani kwetu. Unapoenda kutangaza uchumba, mimi ni Protestant of course TAG. Kwa hiyo of course yani sisi ni amri, sijui ni amri ama ni sheria. Mwanaume anapoenda kusema mimi nina mchumba na nipo tayari kuoa, lazima awe na vitu angalau vitatu. Kuna kitu cha kufanya, kipato ambacho kinakuingizia, una sehemu ya kuishi, lakini pia angalau yani you're responsible, ni mtu ambaye unaonekana kweli una nia ya kuoa na responsibility. Kwa hiyo nimependa hicho ulichokisema. Sasa wakati tunaendelea nafikiri turudi tena. Sawa. Ninataka nirudi kwenye of course kidogo nje ya topic lakini ina align tu kwa sababu ndivyo visababu vya kuchelewa sana au kuwahi. Kuna this lifestyle ambayo sasa inakinzana kati ya muoaji na muolewa, binti na mwanamke. Wanawake wanatamani sana kuolewa. Si ndio? Na wako ready all three. In fact nadhani kuna kama that mfumuko na being an MC kwa sababu vitu unaviona. Nadhani you'll be the right person to discuss this. Lakini wanaume wanaogopa, wanakuwa hawana ule utayari au sijui labda kutokana sasa na lifestyle na maybe mfumuko ulivyo sasa hivi. Hii lifestyle ya watu kutaka kuolewa just for the cameras haina athari ya kuwaisha. Yani unakuta mtu hajaolewa kwa sababu tu ni muda, lakini kwa sababu anataka kuiweka, yani like anatamani tu. Sio kati ya vitu ambavyo pia vinasababisha ama ni vikwazo ambavyo vinasababisha pia kuwahi au kuchelewa. Na athari yake katika kuwahi na kuchelewa kuoa. How unaweza
Fafanua kivipi? Yaani kwamba kuna mtu anawahi kuoa. Of course topic yetu tunasema anawahi kuoa. Ndio maana nikasema tutatoka kidogo. Kuna hii lifestyle ya kwamba watu wanaoana haraka hiyo. Just for the camera. Ambacho sasa kinapeleka labda the other picture on the other side like hey, ni mimi tu sijaolewa. Mbona wenzangu wamefanya? Yaani hiyo adhari yake ikoje labda kwenye maisha ya sasa hivi na kijana wa sasa hivi? Okay. Tuanzie hapo kwenye hiyo ya watu wanaoolewa kwa ajili ya cameras. Na unajua ukikuta mtu anaolewa kwa ajili ya cameras means yeye ndo aliye apply force. Mwanaume, mimi nikiongea kwa reference ya wanaume wengi huwa hawaforce kukimbizana na ndoa. True. Umeona na sometimes inatokea mtu anaweza akawa amewahi kuoa kwa sababu ya kitu fulani. Na hicho kitu kinaweza ikawa kimebezi upande wa familia au kinaweza ikawa kimebezi upande wa mwanamke mwenyewe kama jinsi alivyo. Umeshanielewa? Kwa hiyo hao wanawake ambao wanakimbilia kuolewa kwa ajili ya kamera, ndoa zao huwa mara nyingi hazidumu. Hiyo ni kweli. Na zinakuwa ni ndoa ambazo ni very expensive. Watu wanafika mahali wanafunga harusi zao za milioni 80, milioni 90, lakini hazina muda mrefu kwa sababu ya ile influence ambayo yeye ameifuata kwenye lifestyle. True. Okay, siku hizi ndoa nyingi zimekuwa zikiwahi. Hiyo ni kitu ambacho naweza nika comment. Ndoa nyingi zimekuwa zikiwahi na zimekuwa zikiwahi kwa sababu gani? Ndoa nyingi zimekuwa zikiwahi kwa sababu ya influence ya lifestyle, jinsi ambavyo tunavyoishi. Ndio hiyo umetoka kuongea. Ndoa zinawahi sana na unakuta mtu anasema bwana nimechoka na maisha, nataka niende nikamtafutie mwanaume tu mmoja nipumzike, niendelee na maisha yangu. Umeshanielewa? Lakini vijana pia tumekuwa wavivu kwenye kufikiri na kutengeneza mazingira ya lines zetu za maisha. Kwa hiyo unakuta tunakuja kugundua kwamba wadada wengi wanaona kuolewa ni kama solution ya kupumzika. Umesema vizuri, it's true. Yes, kwamba kuolewa ni solution ya kupumzika. Lakini sio hivyo. Na sasa unakuta yeye anamforce mwanaume, anamwambia mwanaume kwamba nataka unioe. Ikishafika sijui muda gani hujanioa, mimi bwana sitakuelewa, sijui ni nini. Na sisi wanaume kwa sababu unakuta unampenda na ni mdada mzuri, kwa hiyo inabidi tu useme okay, ngoja nikuoe. Sasa wakati anakuoa na kuingiza ndani, kwa kweli inakuwa nasikitisha kwa sababu vitu vinavyotokea automatic na vitu vinavyoforsiwa kwenye lifestyle, maisha unajua huwa hayachekagi na mtu. Kwenye lifestyle unakuja kugundua mimi mbona nilijua huyu ana hela sana, mimi mbona nilijua huyu, unajua zile. Kwa hiyo alichokuwa na expect kwamba nitaenda nitapumzika, huyu ana pesa, nitakaa hapa nitaishi maisha fulani na nini, anakuta sio. Umeona? Kwa hiyo anakuta kwamba na yeye anatakiwa arudi kule kule alikokuwa anapakimbia kwenye kuhaso na kutengeneza maisha ya familia. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndio ilivyo. Kwa hiyo hawa watu ambao wanakimbilia kwenye kuharakisha ndoa kwa ajili ya cameras ni lifestyle tu. Lifestyle. Na sasa hivi unajua maisha yalipokuwa, mtu anaona fashion kuolewa mara 2, mara 3, mara 4. Tunaona kwenye mitandao. Alafu sasa inatoka nje na maadili pia ya Kiafrika. Na kwa sababu mitandao imekuwa ikitengeneza picha fulani constantly, watu wanaiweka kama sheria. Unajua ikishatokea kwamba mwanamke mmoja anaolewa mara 7, alafu kila ndoa yake anayoolewa inakuwa ipo online na watu wanaona kwamba huyu alikuwa ameolewa na nani, ameshaachana naye. Sasa hivi kuna huyu ashaachana naye. Sasa hivi kuna huyu ameshaachana naye. So wengine wanaona kumbe wewe ukinioa mimi nikikaa na wewe miezi 6 kunizingua naweza nikaolewa tena. Umeona? Kwa hiyo maisha ya vijana ndo amekuwa hivyo sasa hivi. Inakuwa namna hiyo. Nimependa sana ulivyosema, yani kwa kweli don't get married for cameras, because kama tunavyosema, of course ni topic ambayo inakuacha in suspense. It's up to you wewe kujua. Tutakaporejea, tunaenda break, tutakaporejea tutakuja sasa kuzungumza kwa habari ya zile signs, ni viashiria gani ambavyo vinakuandaa kujua je nimechelewa au nimewahi. Be there and we'll be right back. Na kipindi ni Kijana Smart Show. Ni kipindi ambacho tunazungumza au tunaangazia zaidi masuala ya vijana, tunashare experiences, tunashare about maybe vitu ambavyo vijana wanatamani kuvisikia, kuvijua. Tunaleta wataalamu kama kina MC Pierre. Of course ni mshereheshaji katika weddings. Kwa hiyo I know anapitia mambo mengi, anakutana na wanandoa, wachango wakubwa, kwa hiyo ana exposure kubwa sana katika ile eneo and he's very good kwa kweli. This is not the topic to miss. So MC Pierre,
Kabla hatujaenda break, tulikuwa tunatamani pia tuweze kujua sasa. Unajua kuna vile viashiria. Yaani inakuwaje? Yaani ni wakati gani mtu anafikiria labda, yaani hivyo viashiria labda ni vipi ambavyo vinafanya mtu ajisikie ni kama labda amechelewa au amewahi? Yaani ni nini hicho ambacho labda mtu unaweza ukamshauri? Yaani ni wakati gani mtu anafikiria, labda niliweke vizuri, ni wakati gani mtu anaanza kufikiria like I'm late au nimewahi? Yeah. Okay, unapoongelea kuchelewa, unapoongelea kuwahi kwenye situation ya ndoa au niseme situation ya kuona mwenza wako, umeongelea kuhusu viashiria, yani kwamba nini kitakwambia kwamba oya sasa umechelewa, sasa hapa umezingua, ama umewahi au kitu kingine nakwambia bro hapa umewahi. Sasa tuanze na kuwahi. Kwenye kuwahi bana, mara nyingi tunakuja kugundua baada ya kuishi kwa muda fulani, baada ya kuwa na mpenzi wako kwa muda fulani, ndio unakuja kugundua kwamba hapa niliwahi kuoa. Hapa niliwahi kuoa. Kiashiria kikubwa sana ni maisha yenyewe. Yatakwambia kwamba bro, hapa uliwahi. Kwa sababu gani? Tukisema umewahi kuoa, kwanza kuna pande mbili. Kumbuka tulikuwa tunaongelea kwamba kuna mtu amewahi kuoa hana hasara, kuna mtu amewahi kuoa ana hasara. Mimi nataka niongelee mtu ambaye amewahi kuoa alafu ana hasara. Umeshanielewa? Yes. Kwa nini nasema una hasara? Kwa sababu umewahi kuoa, uko na mke ndani, huna cha kumpa, maisha yanakuchapa, alafu umri unaenda tena na solution hakuna. Umeona? Kwa hiyo unakuja kukaa mahali, hutamwambia mke wako wala baba wala mama. Utajiambia mwenyewe kwamba bro, ningesubiri miaka 5 nisingekuwa hapa nilipo sasa hivi. Umeona? Kwa sababu gani? Kwa sababu nimejipa majukumu mazito mapema. Umeona? Na hiyo inatokea kwa vijana wengi sana. Na inatokea kwa sababu gani? Inatokea kwa sababu sometimes factor kubwa sana ni kwamba emotion. Niko na mpenzi wangu, sitaki apotee. Mpenzi wangu kwao hayuko vizuri. Hofu. Nataka ni hofu ya na hofu si ndo zinamfanya hata akimwacha mtu atamchukua. Hofu ni ndo iko ndani ya hiyo emotion sasa. Kwa sababu anapokuwa na ile emotion maana yake ni kwamba si anamuonea huruma. Na at the same time pia anakuwa na hofu ya kuona kwamba nikimwacha huyu anapotea. Afu mwanamke alipokuwa mzuri namna nini, kimwacha kishapotea sitapata mwingine tena. Kwa hiyo mwisho wa siku hiyo inakusaidia, inakufanya, ina facilitate wewe kuingia kwenye jambo ambalo pengine utakuwa usubiri na vitu kama hivyo. Na unajua mapenzi yanatia upofu. Sometimes mtu unakuwa umeamua bana, okay anyway, huyu ni mwanamke ambaye nitaenda naye mpaka miaka fulani, lakini unaona ndani ya mwaka mmoja tu umeisha, unasema kwa nini simuoe nikae naye ndani? Mbona mwanamke anaonekana mzuri sana? Mbona nini? Lakini maisha hayataki wewe uwaze kwa njia nyembamba namna hiyo. Maisha yanataka uwaze kwa upana sana, kwa sababu unapokuwa unaingia kwenye jukumu la kuoa, tunasema ndoa ni taasisi. Vijana wanatakiwa waelewe hicho kitu. Ndoa ni taasisi. Taasisi ni kitu ambacho kina department tofauti jamani. Taasisi ni kitu ambacho kina department tofauti. Kwa hiyo wewe unapoenda kuoa mwanaume, naongelea kwa upande wa mwanaume, unakuwa kichwa, lazima ujue wewe una uwezo wa kusimamia kila department ambayo iko ndani ya taasisi inayoitwa ndoa. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema tu, dalili mojawapo inayoweza kukufanya wewe uone umewahi kuoa ni kuzidiwa na majukumu wakati uko ndani na mpenzi wako. Hiyo itakufanya tu uanze kuona hapa mimi niliwahi. Ina maana ningekuwa nimejipanga, nisingekuwa nimepata hivi vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha. Unaona? Kwa hiyo mapenzi ni kitu kizuri sana. Hakuna mtu anaweza avoid mapenzi, lakini mwisho wa siku unatakiwa uwe na mapenzi ambayo unaweza kuyacontrol. Maana yake ni kwamba uwe na the right woman ili uweze kumcontrol na wewe uweze kubehave, muweze kufika wakati sahihi wa kuoana. Maana yake ni kwamba mwe mmeshajiandaa kuingia kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni maandalizi. Ndoa ni maandalizi. Kwa hiyo ili kuepuka kuwahi kwenye ndoa, tengeneza uvumilivu, alafu lazima uweke respect
kwa sababu muda ni mwalimu. Ukiuchezea unakuchapa. Ndo vitu kama hivyo. Nikiongea kwa upande wa kuchelewa, right? Kwamba ni kitu gani zinakuambia kwamba bro, hapa umechelewa. Mimi kitu ambacho naweza nikasema kwa upande huo, kilichotulia tu, psychology itaanza kukutesa. Kwanza kabisa, ukiwa umechelewa unaanza kuwaza, unasema hivi nikizaa mtoto wa kwanza sasa hivi unaanza kupiga mahesabu na vidole. Nikizaa mtoto wa kwanza sasa hivi na miaka mingapi? 39. Unaanza kupiga pesa 39, 40, 41, 42, 43, 44, kwa hiyo nikiwa na 45 ndo mtoto na miaka 7. Unasema umeona ile saikolojia inaanza kukusumbua. Unaanza kusema sasa huyu mtoto ataniita babu au ataniita baba. Umeona? Kwa hiyo ile sasa dalili ile inaanza kukutesa wewe. Na inakwambia kabisa. Kwa hiyo pale tunaenda moja kwa moja kwamba ni umri. Umri ni factor inayokuambia sasa bro, umechelewa kuoa. Unatakiwa uwahi kuoa. Kwa sababu unajua unatakiwa uwe kwenye umri fulani kwenye kuoa, si ndio? Tunategemea kwamba anayewahi na anayechelewa, lakini kuna at least umri hapo katikati. Umewahi kwenye umri gani, umechelewa kwenye umri gani, umeona? Na pia lazima tuambiane kwamba ni umri gani sahihi wa kuoa na umri gani sahihi wa kuto kuwahi kwenye ndoa. So nafikiri kwa mfano tukiongelea kwenye swala la nani hilo la umri gani? Umri gani? Nikuulize hilo. Je, kuna umri sahihi? Umri gani ambao kijana anatakiwa awe? Unajua mimi nataka nimshauri kijana kitu kimoja. Life is all about calculation. Fanya mahesabu. Usiishi kwa sababu panakucha. Fanya mahesabu yako vizuri. Kila unapoamka fanya mahesabu. Utakuja kugundua kwamba ili uje kuwa na mtoto asikuite babu kuanzia miaka 28 wa kiume naongelea hapo, 28, 29, 30, 31 mpaka 35. Bro, na hiyo 35 yenyewe nimeiweka tu kwa sababu kuna wale ambao wanasemaga nataka nikamalizie PhD sijui vitu gani lakini ukweli halisi 28, 29, 30 oa. Hapo katikati hapo binti anatakiwa kwa kawaida anatakiwa akishafikisha miaka kuanzia 20 na ngapi, kuanzia miaka 23, 24 awe tayari ameshaolewa. Umeona? Kwa sababu itakuja kumpunguzia pressure baadaye ambayo ndio hiyo tunaongelea ya kuchelewa kuolewa na nini na vitu kama hivyo. Umeona? Na mwanamke ili uweze kuolewa ndani ya hizo miaka ambayo tumeitaja 23, 24, 25 ni lazima uwe umeanza kubehave kuanzia miaka 18, 19, 20 uko kuendelea mbele. Uwe umeshaanza kubehave kama mwanamke. Umeshaanza kubehave kwa sababu wanawake wanaanza kumachua mapema kuliko wanaume. Hiyo ni kisayansi iko hivyo. Mwanamke anawahi kupata akili mapema kuliko mwanaume. Umeona? Kwa hiyo yeye anatakiwa aanze kubehave kama mwanamama, kama mwanamke kuanzia hiyo miaka ili mwanaume ambaye yuko huku anafutafuta makamasi aanze kuwa role model wako. Ndo anakuja kukuoa huyo. Umeona? Anakuja kukuoa kwa sababu tunasema simaanishi kwamba ni mdogo kinini, na maanisha kwamba ni mdogo kwenye ile thinking capacity ambayo wewe unakuwa umeshato overtake sisi. Umeona? Kwa hiyo ukiwa wewe umeshamuonesha wewe ni mwanamke wa namna gani, mwanaume ni rahisi sana kuelekeza mshale wake kwako. Kwa sababu anasema I have a woman of determination in front of me. True. Why would I not marry her? Lazima akuoe. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanamke miaka 24, 25 shaolewa fresh. Hapo kwenye umri. Sasa jamani, kuna sasa hivi unajua kuna kuchelewa kusoma kwenda shule na nini. Wengine wanakuwa bado chuo, bado wanasoma, wanaendelea career zao. Wengine ndio hivyo wanatamani kuwa kwenye PhD na nini. Unajua kuna mwingine na malengo yake, kwa sababu kwa hali ya kawaida kila mtu anakuwa tayari ana malengo yake ya maisha. Na sometimes kama unavyosema mtoto wa kike at least by 23, 24 au yameolewa 25. It's not that a question nataka nijibu, nataka niachie watazamaji kwamba je, do you think kweli like age ni determinant au labda inategemea labda na malengo ya labda. Lakini sisi tunavyosema of course tunachambua na
actually ni proven. Ni proven kitaalam kwamba ni vizuri mwanamke kuolewa mapema kwa sababu inampa muda wa kuweza ana mature haraka. That is the point, kwamba ana mature haraka kuliko mwanamke. The more na delay pia kuna mazingira fulani. In fact kuna sehemu nilisoma juzi, sikumbuki ni kwenye which media, nilikuwa nasikia kwenye psychologist ambaye ni mtaalamu wa medical, anasema mwanamke ukishafika miaka 35 sio vizuri kubeba ujauzito. As this karne ya leo sasa hivi. So you can imagine. Kwa hiyo mimi ninachosema nina cement tu hicho kisheria, kwamba sio kisheria but kitaalamu. Ni kitaaluma. Yani like medically proven kwamba yeah, it's that serious. But anyway, kipi bora, kuwahi kuolewa ama kuchelewa kuolewa? Sisi tunaacha na hilo swali, lakini tumeweza kutoa that experience na of course the different opinions kulingana na suggestion ambazo tunafikiria ni nzuri. Sasa hapo wakati tunakaribia, labda tuko sehemu sasa kwenye kuhitimisha, nataka nijue kuna kijana huyo ambaye yuko mtaani, na nataka uongee nao vijana wa aina mbili, aliyechelewa na aliyewahi. Aliyewahi labda kuna vitu ambavyo haviendi vizuri and a lot of regrets. Labda just one word ambao unaweza ukamwambia tutakaporudi kwenye after break. Na kuna yule ambaye amechelewa. Okay, nimesema ambaye amewahi na ana feel kama na regrets. Lakini kuna yule pia amechelewa na amekata tamaa. Unaona kwa sababu kila akiangalia kwanza kizazi anaona haiwezekani. Wenzake wote ambao labda kwa sababu unajua the more unachelewa kuna factors nyingi ambazo pia zinaambatana. Unakuta watu hata rika lako ambalo labda ulitakiwa waoe labda they are not there na nini. Nitatamani uongee na watu wawili tutakaporejea. Otherwise we're just taking a break and then we'll be right back. Sasa. Yeah. Still my soul, be still and know my God, He's in control. He's in control. Oh, be still my soul, be still and know my God, He's in control. He's in control. Just be still my soul. Oh, be still and know my God, He's in control. He's in control. Be still my soul. Be still and know. One thing I know, one thing I found, one thing I know, one thing I found. Tunarejea, tupo live on Boresha Radio. Tunaomba utufuatilie kupitia all our media platforms. Tunarudi tena na topic yetu, kipi bora, kuwahi kuolewa au kusubiri utengeleze mali, upate gari, upate majumbo, upate nene ndio uowe? Na actually it falls both side, mwanaume na mwanamke. But of course nafikiri hii topic inalenga sana kwa muoaji. Sijajua MC Pierre atanirekebisha hapa, maybe I'm wrong. Lakini kabla hatujahitimisha, ninatamani uzungumze na hao watu wawili, either way, wa kike na wa kiume. Kuna mtu ana feel like God, this was the wrong mistake I made. Yani kwamba nimewahi. Lakini kuna huyu ambaye naye amechelewa, anaona this is, I don't know if I'll make it. Talk to them with very few words. Karibu sana. Thank you. Sasa tuanze haraka. Tuna huyu ambaye tunasema amewahi na ana regret, ndio. Unajua mimi naamini kwenye second chance. Kwa sababu second chance imeumbwa pia kwenye kuhakikisha kwamba kuna kitu kinaitwa perfections kinatokea. So unapokuwa unaona kwamba umewahi lakini una regret, kwanza you need to refocus. You need to refocus your life. Lazima uhakikishe kwamba una refocus. Pengine by that time unaingia kwenye ndoa ambayo ni ya mapema, ulikuwa una focus yako ya maisha fulani. Najua kuna watu huaga wanafika mahali mpaka wanatamani warudishe wake zao kwa wazazi. Yani like, bwana wewe hebu kapumzia kwanza kwa mama, alafu mimi niangalie nafanyaje.
Lakini kikubwa ni kwamba mimi nataka niseme kitu kimoja. Kama ulikuwa umeoa mwanamke sahihi na umewahi, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa kuvumilia, ukarefocus na mkamake another good life. Good. Na kumake another good life haiji hivi hivi. Mwanaume, kama nilivyotangulia kusema mara ya kwanza, mwanaume ni kichwa cha taasisi inayoitwa ndoa. Kwa hiyo unatakiwa ujitoe sana kuhakikisha kwamba ile gap ulioitengeneza ambayo inakupa tocha, uifute ile gap ili uje urelax, ukae kwenye maisha mazuri. Na kuifuta ile gap hauwezi ukaifuta ukiwa umerelax. Utaifuta ukiwa una jasho. Unatakiwa utoke majasho uifute ile gap. Kwa hiyo ndio maana unakuta watu wanapambana juu chini kuhakikisha kwamba nyumbani kumetengenezwa kitu, au ile gap ambayo alikuwa anasema kwamba bwana niliwahi kuoa sasa hivi na regret na nini, ile inatoka. Lakini kitu ambacho naweza nikaongea tena ni kwamba tusiwe walalamikaji sana tunapokosea. Tunapokuwa tumekosea tusiwe walalamikaji sana. Let us refocus. Kurefocus itakusaidia sana wewe kuweza kupata maisha mazuri kuliko kulalamika sana. Muda wa kulalamika uwe mchache kuliko muda wa kufanya. Fanya. Keep on doing. Lakini do it with a vision. Sure. Usifanye tu kwa sababu unasema nataka nifanye kitu hichi ili nije nifanye nini. No, do it with a vision. Lakini jipeni muda wa uvumilivu kati ya wewe na mpenzi wako. Na kujipa muda wa uvumilivu ni kuheal yourself slowly. Manake ni kwamba tulikosea, pengine tuliwahi kuoana na nini, lakini unamwambia mpenzi wangu, hebu tujipe miaka 3 mpaka 4 tuweze kuhakikisha tumetoka hapa tulipo. Umeona? Sure. Tunajua tulikosea, tuliwahi kuoana, maisha yameenda kombo, lakini hebu tujipe time. Umeona? Hiyo ni some of the solutions au suggestions ambazo nimeona niweze kushare na kijana. Lakini kwa yule ambaye amechelewa, yule aliyechelewa, tumeona kwamba kuna hasara kibiolojia kwenye upande wa reproduction. Kwamba unaweza ukawa umechelewa kuoa, ukawa una mafanikio, lakini kwenye upande wa pili sasa ya mtoto kuja kukuita babu inakuwa kidogo ni shughuli. Umeona? Inaleta utafrani. Umeona? Sasa hapo kunakuwa na contradiction sana. Lakini hakuna jinsi, kwa sababu hakuna mtu anayerudisha umri nyuma. Umeshanielewa? Mtu aliyechelewa hawezi kuwa na regrets za kusema kwamba nimechelewa, kwa hiyo unajua, no. Kama umechelewa na una mafanikio, just keep on going. Sure. Lakini cha kufanya ni kuhakikisha kwamba mtoto yule anayezaliwa anakuja kuwa kitu cha tofauti sana, kwa sababu mwisho wa siku wewe umechelewa kuzaa. Kwa hiyo inabidi uhakikishe kwamba yule mtoto anayezaliwa kweli anakuja kuwa kwenye standard ambayo ni hali ya juu sana. Umeona? Nimependa alivyopiga that finalization. Yani mimi nitaongezea kidogo. Unajua kuna, of course it said kwamba there's no bad time or not right time. Ninapenda sana kutumia mfano wa KFC. KFC amekuwa ni kama mtu wa inspiration, kwamba KFC nafikiri mnamjua, hao ambao the most popular anauza pizza all over. Tunaambiwa yeye mafanikio yake yalikuja after 65 of age. Kwa hiyo you're not better right age for anything. There's always the right time. Once you feel is the right time for kimwili na kiroho, I think that's the time you're supposed to. But of course kuna consequences kwa kila kitu. Kingine, tuna watu ambao Mungu amewatenga kiroho. Kwa hiyo if you want also to make it right, kuna spiritual platforms. Unaweza ukaenda kwa mtu mchungaji kama wewe ni Mkristo, unaweza ukaenda kwa shehe kama ni Muislamu, au mtu yote ambaye anakujenga kiroho, hususa aweze kukusaidia in case you feel like wow,